Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea katika masomo yetu ya kufundisha na kufundishana, na somo lililokuwepo leo mezani ni ugonjwa wa bawasiri au kwa maana ya mgoro au kwa maana nyingine hemorrhoids. Na jina gani lingine lipo? Inaitwa sijui kinyama. Putulu, sio pulu, kitu kama hicho. Ni kitu kama hicho. Kwa hiyo tuokoe muda sababu maelezo yatakuwa ni mengi, tutajitahidi kufanya mafupi na waweze kueleweka. Kwa hiyo tuko hapa na Dr. Hamza Majombo, Dr. Kibada na Professor Kishaga. Kwa hiyo tuanze na upande wa Dr. Hamza Majombo. Ugonjwa huu ni nini na nini maana yake? Karibu. Ndio. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Naam, kiufupi kwa definition fupi kwamba ugonjwa wa bawasiri au hemorrhoids kwa lugha ya wapi? Lugha ya nyumbani au ya Kimombo, lakini pia mgoro kwa lugha pia ya Kibongobongo. Sawa ni ile mishipa midogo midogo inayopita katika mfereji, sawa wa njia ya haja kubwa kutoka ndani mpaka nje. Ile mishipa midogo midogo kufanyaje? Kuvimba. Ndio. Sio, tunaelewana vizuri hapo? Ile mishipa midogo midogo kufanyaje? Kuvimba au kuvilia. Wengine wanasema au kuvilia damu. Au kuchanika, wengine wanasema hivyo. Ndio kabisa daktari. Kwa hiyo inaweza kawa ndani ya utumbo mpana au kwenye njia ya haja kubwa, kwenye ule mfereji wenyewe. Kwa hiyo kiufupi hiyo ndio definition fupi au maana fupi ya bawasiri au mgoro. Ndio. Sawa Lakini huu ni ugonjwa ambao tuseme ni maarufu sana na ni ugonjwa wa muda mrefu sana, sawa Najua sio mpya, mtu akisikia mgoro au bawasiri sio ugonjwa mpya, lakini ni ugonjwa ambao unaathiri kila mtu. Iwe mtu mzima, iwe mdogo, lakini unaathiri jinsia zote. Sio, tunaelewana vizuri hapo? Yaani kwa mimi nashukuru na kufuatilia vizuri kabisa. Lakini pia huu ugonjwa wa bawasiri tunasema ni ugonjwa hatari endapo hautoshughulikiwa mapema. Sio, tunaelewana? Lakini baadhi ya stages zikifikia, basi hata hospitalini kwenyewe hawawezi kushughulikia mpaka wafanye upasuaji. Ikiwa kama kisukari, ikiwa kama pressure, kama ngiri zilivyo sugu upande wa hospitali. Kwa hiyo huu ugonjwa umegawanyika katika madaraja manne. Sawa Lakini haya madaraja manne yako pia katika makundi makuu mangapi? Mawili. Sio, tumeelewana? Ndio. Kwa tukianza kutaja madaraja, daraja la kwanza, sawa ni bawasiri ambayo haitoki mahali pake. Haitoki mahali pake ni wapi sasa ambayo haitoki? Yaani kama ni tumesema tushaelezea mfumo ule mzima ambao bawasiri inapatikana, si ndio? Kwa hiyo tunakusudia kama iko ndani, utumbo wa ndani, basi iko pale pale. Unaelewa? Haimove. Haimove, yani haitoki mahali pake. Lakini daraja la pili au bawasiri daraja la pili, sawa? Hii inatokea wakati wa nini? Wa haja kubwa. Mtu akiwa anajisaidia inatokea, inaweza ikatoka nje ikarudi ndani pia. Anakuwa kama kinyama hivi. Kama utumbo unatoka tuseme. Nakuelewa sana. Tumeelewana? Hilo ndio daraja la pili. Lakini daraja la tatu, sawa hii nayo hutoka wakati wa nini? Wa haja kubwa. Sio, tunaelewana vizuri? Nayo hutoka wakati wa haja kubwa, lakini kidogo ni tofauti na ile ya kwanza. Lakini inaweza kurudishika nayo ndani pia. Yaani ile la pili hairudishiki au inarudishika? Ya pili inarudishika. Na ya tatu. Kwa hiyo tunakuja kwenye stage ndogo ndogo. Ya pili inarudishika, lakini sio kama ya ngapi? Ya tatu. Sio, tunaelewana vizuri? Ya tatu inarudishika, lakini kwa mbinde. Kwa tabu. Kwa tabu. Mtu ule utumbo unaweza katoka au nyama kubwa inaweza katoka, lakini kwenda kuirudisha mnaenda kufika wapi? Kufika hospitali ndio inaweza kaenda rudishiwa. Kwa muda mwingine zamani tulikuwa tunaambiwa unachukua ile jani la gimbi lile, linapashwa moto, alafu inakuwa kama inafanyaje? Napigwa 80. Inapigwa moto, inasukumwa na lile jani lile. Sio, tumeelewana vizuri? Lakini wengine wanarudisha na maji ya moto, wengine nini kutokana na mila zao. Lakini daraja la 4 tunasema ni ile stage ambayo inafikia hatua kwamba inakuwa ngumu. Sio, tumeelewana? Haiwezi kuhamishika.
Yaani tunachukulia mfano kama ni kinyama kimetoka, basi kimetoka. Sio, tunaelewana hapo? Yaani kama kimekauka, yani kimekuwa kigumu. Yaani kimekuwa kigumu. Yaani ile stage kinakupa maumivu. Stage ambayo inahitaji labda upasuaji ni lazima, bila hapo au dawa za asili ni lazima. Sio, tunaelewana vizuri? Haivumiliki tuseme. Komavu ya kwa wale ambao wana kinyama, mtu anasema nina kinyama sehemu ya haja kubwa, kimshakaa mwaka ninacho mpaka saizi kinazidi kukua, basi ndio tunakusudia kama daraja la ngapi? Sawa, daraja la 4. Lakini haya madaraja yetu yote manne tunakuja tuna group au tunajumuisha katika makundi makuu mawili, bawasiri ya ndani na bawasiri ya nini? Ya nje. Yaani kwa kutusaidia sisi darasa la pili, watu sababu kusema akanyaga akalii madaraja yote utampa tabu. Sawa. Kwa hiyo tunakuja kujumuisha katika makundi mawili. Kwa hiyo unakuta kwamba ile daraja la kwanza ni ile daraja la ndani. Ambao mtu ana bawasiri lakini haijatoka. Makundi yale, tuseme yale makundi. Kundi la kwanza ni ile bawasiri ya ndani ambao tulitaja kule, sawa, kwamba inakaa huko ndani, ziko dalili zake hayami sehemu yake ulisema. Hayami sehemu yake, sawa. Lakini ile la pili ya nje ndo tunasema sasa tunakusudia kinyama, kwamba kinyama tayari kishafanyaje? Kishatoka. Sio mambo ya utumbo kule ndani, sijui nini, sijui tuko pamoja. Kwa kiufupi hayo ndio maelezo mafupi juu ya hili swala la nini. Basi tuangalie ni vitu gani au sababu gani zinasababisha au ni chanzo kipi kinaweza kikapelekea mtu kupatwa na bawasiri. Kama mtu afahamu achukue tahadhari. Na ni mambo kama takribani 10 ndio tutajadili. Mara yako mengi zaidi, lakini 10 ya kidogo ni katika hali tunaoishi nayo mara kwa mara. Kwa tukianza namba 1 tunazungumzia ni kukaa kwa muda mrefu sana kuliko kawaida. Kukaa sio shida, ila tunazungumzia kwa muda mrefu pasi na kawaida. Kwa tukizungumzia kama ndugu zetu madereva, mtu anakaa masaa zaidi ya 72 mara 4. Watu wa IT viwandani, watu wa kuendesha mitambo viwandani, mtu anakaa masaa 6 bila kuinuka. Akiinuka ni muda wa kula tu. Naam. Na namba 2 ni tatizo la mtu nampata wakati wa ujauzito. Anaweza njia za kujifungua pale akapatwa na nini? Na hemorrhoids au bawasiri au mgoro. Lakini hii imekuwa common sana. Ipi? Hii ya kujifungua ni common sana kwa ni compulsory yani. Haiepukiki. Isipokuwa kwa wachache. Common kwa wachache. Sawa, lakini tukija namba 3 ni kuharisha. Ndio. Kama mtu anapata matatizo hayo ya kuharisha kwa mara mfululizo, anaweza kupelekea hii hali. Sawa, lakini tukija namba 4 ni uzito kupita kiasi kwa maana ya obesity. Hali isiyokuwa ya kawaida, overweight. Lakini tukija namba 5 ni mapenzi kinyume na maumbile. Sawa. Kuna baadhi watu wana hii hali kidogo ni mtihani kwao. Namba 6 tukija ni tatizo la kupata choo kigumu. Inaweza kutokana na namna gani unavyokuwa unakula vyakula vyako, labda umeshindia kahawa na tangawizi au kahawa na kahawa pamoja na ubuyu, mahindi, ubuyu, vitu visivyo, au ifa mzungu umelalia biskuti. Kwa hiyo kidogo mfano ni shida. Lakini namba 7 ni mgandamizo wa tumbo. Sawa. Hivi unaweza kuwa na maelezo kidogo kuhusiana na mgandamizo wa tumbo? Mgandamizo wa tumbo niseme ni kama ile kufanya overpushing. Sawa. Inaweza kaja kwa kujikamua, na hapa tuseme ndo ile mechanism ambayo inatumika kwa mama mjamzito akiwa anajifungua. Nakubaliana na wewe daktari. Unavyosukuma vile, anavyopush kwa nguvu au unavyoenda chooni unavyopush kwa nguvu, unasukuma kiasi ya kwamba hadi ile damu unakuwa unaisukuma. Kwa hiyo ile damu kwenye mishipa mwishoni kule, ile mishipa midogo inakuwa inapokea damu nyingi tofauti na nini? Kawaida. Na kawaida yake ndio inavilia kule sasa. Lakini tukienda kwenye namba 8 ni matumizi ya vyoo vya kukaa kwa muda mrefu. Naam. Kuna ukweli wote kuhusiana na hili? Kuna ukweli kwa asilimia kubwa, kwa sababu kuna position ambayo mtu inabidi ukae wakati wa kujisaidia. Nadhani kwa waumini wa Kiislamu wanaelewa. Imeelekezwa kuna vile inabidi ukalie upande wa nini? Wa tumbo. Yaani uwe kama umelibinya tumbo kidogo, lakini unavyokaa vile kikawaida, sawa, lile tumbo linakuwa liko pembeni. Kwa hiyo unavyosukuma vile, kile kinyesi kinakuwa ni vigumu sana kupita. Sio, tumeelewana? Ni kama kujisaidia ukiwa umeinama, kichwa juu miguu chini. Unafikiria nini?
Siwezi kafikiri chochote kwa kweli. Kwa hiyo tukiendelea na namba 9 ni wanasema ulevi kupita kiasi. Ndio. Ulevi ni ulevi tu, kupita kiasi. Namba 10 ni wanasema ni kutumia nyanya za nyekundu kwa muda mrefu. Sawa. Nyama. Kuna nyanya nyekundu kwa muda mrefu. Ndio. Na nyama pia. Na nyama nyekundu. Nyama nyekundu wanakusudia nyama ambayo haijaiva vizuri. Kwa hiyo inasaidia katika kujikamua. Ndio yale. Ndio. Kwa hiyo tuje katika dalili. Ndio. Dalili zipi ambazo zitaonyesha huyu mtu ana bawasiri? Dalili ziko nyingi. Kwa dalili tutasoma kadhaa. Dalili namba 1 ni kinyesi chenye damu. Kama mtu atoka kinyesi chenye damu pia ni moja dalili za bawasiri. Lakini namba 2 ni kutokwa na ute. Mtu ghafla katika sehemu ya haja kubwa anajikuta iko na hali ya ute. Haelewi ili. Inakuwa ni changamoto. Lakini namba 3 ni kuwa na mwasho sehemu hiyo ya haja kubwa, mwasho ambao sio kawaida, na hisi utakuwa ule ute ndio utakuwa unamwasha. Lakini namba 4 ni kushindwa kuzuia kwa kinyesi. Kutokana labda tukale ile nyama itakuwa imekuja pale imekaa katika space ile. Imekaa katika space lakini muda mwingi mishipa inakuwa imelegea. Yaani misuli ya makalio inakuwa imelegea. Juzi nimetoka kumhudumia mteja wa sampuli hiyo. Pole sana. Shughuli sio ndogo. Namba 6 ni kutokea na vipele sehemu yenyewe, sehemu ya tukio ile inakuwa na vipele vinakuwa vinamtokea. Lakini namba 7 pia ni kutoka na uvimbe. Na ule uvimbe kabla ya kinyama inakuwa kama imevimba hiyo. Hiyo ni namba 7. Lakini namba 8 ni kutokea na kinyama. Sasa chenyewe tulikuwa tukijadili hapo katika daraja la 4 au stage namba 2 katika zile mambo uliyosema. Lakini namba 9 ni nafikiri kinyesi chenye damu tushasema itakuwa namba 9 ni kutoka hewa chafu sana. Hiyo namba 9 inakuwa kama tumbo limeoza fulani. Hiyo namba 9. La 10 ni maumivu makali wakati wa kujisaidia. Kutokana na kile kinyama itakuwa nje ishakuwa ndogo. Lakini namba 12 ni kupoteza hamu ya tendo na kukosa choo kabisa katika baadhi ya watu. Njia inakuwa imefunga mpaka kwenye. Hizo ni dalili baadhi. Constipation inakuwa kali mle. Labda kuna dalili nyingine kama nimesahau hapo unaweza mkaongezea. Dalili zipo nyingi sana zinazoambatana na mgongo kuuma. Sawa Ndio. Chefu, kutokuwa na hamu ya kula. Ndio. Sawa uchovu, homa na vitu vingine vya sampuli hiyo. Sawa. Kwa hiyo tuangalie matokeo au athari. Je, mtu akishapata na ugonjwa huu kipi kinamkuta? Matokeo gani na athari gani? Tumsikize Dr. Kibara. Tukija katika athari au matokeo ya ugonjwa wa bawasiri na nikiangalia hapa naona katika baadhi ya dalili ambazo zimetajwa zinaingia katika matokeo pia. Lakini tukianza katika athari moja kwa moja, namba 1 ni upungufu wa damu mwilini. Damu inamuishia kutokana choo kinakuwa kina damu, kile damu inatoka. Namba 2 kutokwa na haja kubwa bila kujitambua au bila kujizuia. Ndio. Aibu. Namba 3 kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa kwa mwanamke na mwanaume pia. Kiume tena. Sababu ujumbali hivyo mtu anakuwa anahofia akienda kufanya asitaonekana katoka kinyama. Namba 4 kupungukiwa na nguvu za kiume. Ndio. Pia namba 5 kupungukiwa na uwezo wa kufanya kazi kutokana na maumivu. Ndio. Kutokana na maumivu ambayo inamrudisha nyuma kiuchumi hiyo. Maskini pia. Namba 6 na mwisho kabisa kupata matatizo ya kisaikolojia. Labda hapa matatizo ya kisaikolojia kidogo matatizo ya kisaikolojia ni hiyo hali ya kutokujiamini. Lose confidence. Umeona unajiona uko tofauti, unakosa amani. Ni kama mwanamke kupata tatizo la kuota ndevu. Na tatizo la kisaikolojia na jiona kama tofauti, watu wananionaje, watanichukulia vipi? Lakini pia kumbuka kwamba tumesema hili swala linaathiri mishipa midogo ya damu, ikiwemo mishipa midogo ya ufahamu. Sababu tunasema mgongo unauma, kichwa na kadhalika. Kwa hiyo mishipa ya ufahamu pia inafanyaje? Inaathirika. Kwa hiyo lazima saikolojia ifanye nini? Ivurugike hapo na. Turudi labda katika swala la tiba kiujumla inakuwaje? Tiba ni vyema mtu tumsikize Dr. Majombo anatoa tahadhari gani, kwa sababu tahadhari ni bora na kinga ni bora kuliko tiba yenyewe. Kwa sababu tuanze na tahadhari na kinga. Sawa. Ni kipi kifanyike kwanza kabla ya yote? Kitu cha muhimu kwa wale ambao hawajapata nini? Hawajapata bawasiri au mgoro. Sababu hao ndio wanapata tahadhari lakini kinga inawahusu tayari wale washapata, namna kujikinga wasiendelee kuambukiza watu au tatizo lisiendelee kuwa kubwa. Kwa tuanzie na tahadhari tuje kwenye kinga. Kitu muhimu kuambukiza. Nimetolea mfano katika maelezo.
Kitu muhimu, kitu kikubwa ambacho watu tumekisahau sana ni kusafisha miili yetu. Sawa kumbuka mwili unakula kila kitu, kwa unaweka taka za kila aina. Kwa hiyo watu wengi tujitahidi sana kuwa tunafanyaje? Tunasafisha miili yetu, lakini tujitahidi kunywa maji ya kutosha kwa ajili ya kuavoid nini? Mrundikano wa uchafu tumboni na constipation au choo kigumu. Lakini tule vyakula vyenye fibers nyingi. Nikisema fibers na tunaelewana, vyakula vyenye nyuzi kama mchicha na kadhalika. Samaki, tukule maparachichi, papai, ili mradi usipate na tatizo la mrundikano wa uchafu tumboni na kupata choo kigumu. Lakini pia tuwe na position nzuri wakati tunaenda chooni. Hivyo vya kukalia bwana vya wazungu hivi sometimes mimi vinanichoshaga. Lakini choo kizuri ni kile cha kufanyaje? Bend over kinaitwa. Unachuchumaa kwa position nzuri, mambo yanafanyaje? Yanaenda. Lakini ukienda chooni jitahidi kutojikamua bila mpangilio. Haja kubwa haitoki alafu unaendelea kujikamua, utaharibu mambo mengine. Kwa hiyo ukienda chooni tulia. Uliza boya, mambo yatafanyaje? Yatatoka yenyewe. Kwa hiyo hivi ndio vitu vya msingi, lakini pia tujitahidi wakati wa ndugu yetu hapo unaenda kutuelezea tiba tufanyeje. Wakati wa tiba tujitahidi kupata tiba sahihi na sehemu sahihi, kwa sababu kuna baadhi ya dawa au baadhi ya tiba kuliko kuondoa tatizo zinaenda kufanyaje? Kuzidisha au kuongezea tatizo. Au linaondoa tatizo la bawasiri lakini linakupa pressure au kisukari. Kwa hiyo kifupi hizo ndo tahadhari ndugu yangu. Kwa hiyo tunashukuru kwa hizo tahadhari, nafikiri zimefahamika, na jambo la msingi watu kuacha kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Tumezungumza hapa kana sababu zilizotajwa kama ulevi, pia mtu kuacha nazo, kama una overweight pia hata alimuhimu ni vile vyanzo pia ni sehemu moja hapo ya tahadhari. Lakini unakuja katika kinga hapo, kinga tutazungumzia ile ambayo tayari tunapata na bawasiri. Ni kwamba kasumba ilikuwepo, ni kwamba watu wengi wanasema hawaponi. Alimshakutana na watu wengi sana. Kwa sababu gani? Mtu kashatumia dawa aina tofauti. Sawa. Na kashafanyia operation na imerudi. Maana basi pia unaweza kufanyia operation karudi. Maana tatizo bado kama chanzo hujakijua. Tatizo linaweza likatokea tena, imaanisha kufanyia operation ndio limeisha tatizo. Kwa hiyo mtu ajitahidi kupata. Na hapo Dr. Kashaga 90% bawasiri inarudi baada ya operation. 90%. Alafu bwana wengi waliotumia bawasiri kwa supplement imegoma kuondoka. Naona sasa. Shughuli hiyo. Kwa mimi ninavyoona bawasiri inataka mti wa shamba. Bawasiri ni kweli inataka mti. Sasa utatumia supplement ipi? Kwa sababu supplement zinaenda kuongeza virutubisho. Tukiangalia katika chanzo tulivyosema hapa, hakuna upungufu wa kitu. Sawa sawa. Ile unazungumzia lishe na virutubisho ni chochote chenye kula na kulisha mwili. Sawa sawa. Ushanifahamu mpaka hapo? Ndio lishe, na sababu unazungumzia tiba asili unazungumzia lishe na virutubisho na mimea tiba. Au sio? Kwa hiyo haina maana kwamba kila tatizo tatibiwa na virutubisho na lishe. Na sio kila tatizo tatibiwa na nini? Na mimea. Kwa mfano labda unazungumzia upungufu wa mbegu, huwezi kutibu kwa mti. Ni vigumu. Lazima utumie lishe, kwa sababu inabidi. Kwa sasa wale wanaotumia baadhi ya dawa hizi za pyramid scheme zetu tunazojua hizi nyingi, wengi bana hawajafanikiwa na wanahuzunika kuhusiana na hilo jambo, naona kama hawajapona. Cha msingi ni kwamba waweze kupata matibabu ya miti shamba. Sawa sawa. Ambayo inasaidia kuondoa bawasiri ya ndani na inayeusha mpaka kile kinyama kinarudi ndani kabisa, unaokuwa katika hali ya kawaida hata kama umefanywa operation. Kwa dawa za bawasiri zipo, kwa mtu atakuwa inahitajia hata wasiana basi na sisi ili aweze kupata dawa asili bora kabisa. Tena hao ni vinyama, si ndio wahitaji, na hao waliofanya operation zikashindikana, tunawahitaji ikiwezekana hata kwa kusaini nao mikataba wasitoe hata 100, alafu baada ya mwisho mpaka wapone. Kwa hiyo audio isendefu tusimamie hapo, maana maelezo ni mengi lakini hayasaidii. Kwa haya yaliyotosha yanamtosheza mtu kufahamu lile anataka kulijua, maana dakika 18 zinatosha katika mtu kupata faida.